in California. Alinimbula ni kululumbeka kila mwaka. Sio kululumbeka nembula. Kila mwaka. Sio kululumbeka hiyo ni. Kukikini ntia kutembe. Nailanga milanga. Kenu kulondelo mukono na uniginigwe. Naiza atungele. Naipunia nchoko. Kina sika iweze kanaipa. Ulusika lukongo mwa. Ulusika ikichula. Gale sika yukutula. Ulu kichula ambi. Aili ndago ya kulele ligwa. Siku kutege lagwa. Wala siku kutego lagwa. Wala kutegwa. Kinapanda wewe. Alionitiwe kina ile kibaba ipo. Sio ileza mwene kato baba. Hii mikambana ya kuone. Zile ya kelele mpaka kukikotumbwa ne. Hiyo. Kelele mpaka baba aka hiyo na kina lagwata hiyo. Kugalangala. Kwa hiyo hii nilikuwa naisemea. Nimesemea hii. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri atakuja aseme. Natambua tukiwa hapa Mkalama kuna barabara inayokwenda mpaka Manyara, ataisemea Mheshimiwa Naibu Waziri. Lakini najua pia tukiwa Mkalama kuna barabara inayoenda kuunganisha na ile ya Ilongero, ile ya Ilongero inatokea Singida inakwenda mpaka Mkalama, mpaka Manyara, Mheshimiwa Naibu Waziri ataisemea. Lakini pia nimeshaanza utaratibu wa kufuatilia barabara inayotokea Mkiwa kwenda Rungwa kwenda paka Makongorosi kwa sababu inatuunganisha na mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya, na yenyewe hiyo ni barabara ya kimkakati. Lakini pia tukitoka Sibiti tunaye jirani wetu na leo yuko hapa Mheshimiwa Naibu Waziri ambaye ni mbunge wa Bariadi, na yenyewe hiyo ni barabara ya kimkakati kwa sababu hii tunayejenga hapa tunataka iende iunganishe paka Sibiti, na ile inayotoka Iguguno iende iunganishe paka Sibiti. Kutoka pale Sibiti moja ichanje ipite Kisesa iende paka Bariadi, nyingine ichanje kushoto iende paka Maswa. Ya second one to ile ne antoa itu. Hawa ni ndugu zetu tangu zamani. Kwa hiyo tutaitengeneza kwa upande ule mwingine. Sasa kwa hatua hii basi, kabla sijawaleta waheshimiwa naibu mawaziri, nimlete mtaalamu wetu atuambie kuhusu ile la barabara, hatua zilizofikiwa, na atuambie mkandarasi wanampata lini. Wana Kinampanda wanataka wapite kwenye lami. Watoto wetu wanaosoma chuo cha walimu Kinampanda, sekondari ya Tumaini, wanataka wapite juu ya lami. Wanapataga shida sana hapo. Pita na mabegi na tope. Vumbi likija. Hapana. Hebu tuambie mtaalamu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, meza kuu, viongozi wenzangu, mimi naitwa Engineer Claver Mwinuka kwa niaba ya Waziri wa TAMISEMI na mtendaji mkuu wa TARURA. Niko hapa kutoa maelezo mafupi ya mradi wetu wa Kitusha Kinampanda Kisana Kisilili. Kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu ulivyokuwa umeeleza, tuna mradi huo na mkataba ushasainiwa tayari. Sisi kama TARURA baada ya kusainiwa ule mkataba, watu hawajalala, tunaendelea kufanya mchakato ule wa kupata consultant, sababu tulikuwa na design ya mwanzo ambayo ilikuwa imeonyesha hali halisi ya mradi unapopita kama ambavyo ulikuwa umeelekeza hapa, na haya mabadiliko kwa ujumla ya kupitia barabara kwenda Ngalangala, hiyo nayo pia tumeshaichukua na tunaifanyia kazi. Mwezi huu mwishoni consultant anapatikana. Baada ya hapo atatuandalia michoro na kutuandalia hizo bidding documents, maana vile vitabu vya zabuni. Vikishakamilika tunaanza process ya kumpata mkandarasi. Kwa hatua za awali ni mpaka mwezi wa 9 tunategemea kumpata mkandarasi. Barabara hii kama ambavyo umeelezea mwanzo ni barabara ambayo itakuwa ya kisasa sana. Ni barabara ambayo ina urefu wa kilomita 38.5 kwa usanifu wa awali,
na vile inategemea kuwa na upana wa 9.5. Barabara nyingi za TARURA za lami huwa zinakuwa na mita 8.5, lakini barabara hii kama alivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara itakuwa ni pana, ina 9.5 mita, na pia itakuwa na taa zinazofikia 400 kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema, na pia hiyo barabara itakuwa na vituo vya mabasi vya kisasa, na pia itakuwa inatoa huduma kwa maana ya kwamba itakuwa imerahisisha usafiri wa kuweza kufika maeneo ya Kisilili kwa kupitia kuachana na barabara kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama TARURA tunachokiahidi kwako ni utendaji wa haraka na kwa kuzingatia viwango, na tutahakikisha hilo tunalifanikisha kwa sababu tunao uwezo wa kutosha na nia tunayo. Na vile kama nilivyokuwa nimeeleza mwanzo, maconsultant tunaowapata ni maconsultant wa kutoka nje. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba hii barabara ilikuwa ni project kubwa na inapata ufadhili wa nje, tukasema tupate wataalamu wa kisasa ambao wataitengeneza barabara hii kwa kiwango cha hali ya juu sana. Naomba kwa kifupi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niishi hapo. Alino mwilile kina musifa za barabara hizi za nakukuzenga kila ntondo ikepelwa